Tarehe 16 ya mwezi wa 8 ndio inayotukutanisha hapa Jumapili nyingine tulivu kabisa. Asante sana kwa kuchagua UTV. Asante kwa kuendelea kuwa mwanafamilia wa Hello Weekend. Tunakutana siku hii ya leo, kama unavyofahamu Jumapili ni siku ya kutafakari. Tupo tayari kutafakari sisi pamoja na wewe, ambaye wewe unaweza kutafakari na sisi kupitia nambari yako 0763809770 kwa njia ya WhatsApp, ukatutumia ujumbe au ukatupigia hapa WhatsApp video call. Mimi ni Merusi Mbaya, mwenzangu ni nami ni David wa Karungi. Kwa moyo mkunjufu tunakukaribisheni Jumapili safi na tulivu, tutafakari kwa pamoja mambo mbalimbali ambayo yanaendelea katika jamii yetu. Tunafahamu kama binadamu, watu waungwana, wananzengo, tunaketi tunajadiliana ya kwetu, tunaangalia wapi tumekosea tupanyoshe. Hilo ndo jukumu letu mara zote, na leo tutafanya hivyo kama ilivyo desturi. Leo ni siku ya kutafakari kwa kuulizana swali. Kipi kinaendelea? Heshima ya watoto kwa wazazi. Maana sasa hivi watoto, mtoto anajiona kabisa ni haki yake kumwadhibu mzazi. Yani mtoto anasema mimi namwadhibu huyu mama leo. Yani huyu mzee akija lazima ni muadhibu. Kweli? Namwadhibu huyu mzee. Yaani mtoto ana uwezo wa kunyanyua mkono na akampiga kibao, kama sio ngumi, mama yake au baba yake au walezi wake. Ameshakuwa kidume yani ameshajipata. Ameshajipata yani. Na yule wa kike ukiacha kumtolea maneno ya shombo mama yake, manake yeye inakuwa ni kazi kumpiga hiyo ngumi, yeye anajiona hana msuli. Anamtolea maneno ya kuumiza mzazi wake, lakini anatafuta njia rahisi. Kama anaweza kumwekea sumu, anatafuta kisu. Anaona kawaida yani. Sasa yani kuku anakula mayai, anakula kuku. Kuku hali mayai yake, mayai anakula kuku. Ni maajabu. Haya ni maajabu. Tumefikaje hapa jamani? Kipi kinaendelea? Heshima ya watoto kwa wazazi. Tutakuambia visa vilivyotufanya tujadili hii siku ya leo, lakini kabla yote tuulizane wa Karungi. Kuna usemi unaosema mzazi ni mzazi hata iweje. Unaufahamu? Unatikia ndio? Naufahamu, ndio. Kuna usemi unaosema mkubwa akosei. Ndio. Na usemi unaosema sikio halizidi kichwa hata iweje. Amna. Watoto wa siku hizi wanazidi. Watoto wa siku hizi sikio limezidi. Na hizo semi hazijatokea bahati mbaya. Ni maisha ya jamii yanatengeneza falsafa fulani. Watu wanapata majibu kupitia changamoto ama uzoefu. Wanaona kweli sikio halizidi kichwa. Watoto wanataka lizidi kichwa. Na Messi, kuna kauli inasema mzazi ndio wa kwanza kuliona jua. Ndio. Na kuna methali sema asiyefunzwa na mama ufunzwa na ulimwengu. Hiyo ndio tamu na chungu. Wahenga hawakuwa wanabahatisha. Haya ni maneno ambayo yanakuonesha kwamba mzazi ama mlezi ni kweli hawa watu wanastahili heshima na namna ya kipekee. Naomba tuwatambulishe wageni tulionao ili tuwakumbushe yale matukio wa watazamaji wetu, si ndivyo? Asante Mercy, kwa heshima na taadhima tunawaleta kwenu waungwana hawa ambao tayari tupo nao studioni. Bupe Berams ni shangazi wa wengi. Lakini yeye yupo hapa kama mshauri na mwandishi wa vitabu vya malezi. Karibu sana. Tumefurahi kuwa na wewe kwa siku ya leo. Shangazi wa wengi. Na batiki yake imekaa pahala. Yani ukiona tu batiki unajua hapa nitafunzwa nidhamu. Kabisa. Na kuna mambo mawili. Jina lako lisipokutambulisha basi wanasema nini? Nickname yako itakutambulisha. Utakiitwa shangazi wa wengi. Kuna kijana mmoja alikuwa nickname yake anaitwa Ndama Jeuri. Jamaa ni Ndama Jeuri kweli kweli. Lakini pamoja nasi tuko na Avitus Ludovic Kasenene, mshauri wa mwongozo wa maadili ya jinsi ya kuishi maarufu kama Sajatu. Karibu sana. Nashukuru sana. Tunafarijika kuwa nawe. Nashukuru sana. Hello Weekend ilikuhamu. Nikumisi sana. Wote ndugu zetu tuliwamisi sana. Karibu sana, tuangalie kipi kinaendelea. Kulikoni? Heshima ya watoto kwa wazazi. Na tunao mikasa miwili ambayo inasimama na badala ya visa na mikasa na matukio mbalimbali yaliyotokea kila kukicha na kusababisha swala la nidhamu, maadili na ukatili kudorora kwa heshima dhidi ya wazazi. David.
Ya kabisa, tutakuja kuiangalia hiyo mikasa ambayo ilitokea, lakini tumekuwa tukiona visa vingi katika mitandao ya kijamii, katika mitaa tunayoishi na jamii. Tunaona wazazi wanakosewa heshima na uzuri wa hayo, wazee wanakwambia hata kama mzazi amekosea kwa kiasi gani, mzazi anasalia kuwa mzazi kabisa. Ama watoto wanawasahau wazazi, wanaona jamii ama watoto wanawakosea heshima na adabu. Lakini yote kwa yote tayari tumeshaweka kikao chetu vizuri kabisa, akidi imetimia. Sasa tunao walali wa kuangalia kile ambacho kimetokea. Messi, karibu sana na tuangalie na ili kuweka msingi tutazame kwa pamoja kisa hiki, sisi hapa studio pamoja na mtazamaji nyumbani, tujikumbushe hivi visa ambavyo vimetokea hivi karibuni, ili tutengeneze msingi wa kile tunachokijadili, ili tutafakari kwa pamoja kwamba tunaelekea wapi. Tuanzie kule Mtwara ambako mwenzetu John Kasembe alimtembelea bibi aliyekatwa mikono yote miwili na kijana wake. Nauma, mabega haya yanauma. Inadaiwa kuwa asubuhi moja mama huyo Sofia akitokea nyumbani kwake na kwenda kuchota maji, ghafla alivamiwa na mwanawe wa kiume akiwa na panga mkononi na kumkata mikono yote miwili na kutoweka. Baada aliponikaribia mimi, mtoto wangu ikawa akachomoa upanga. Baada ya kuchomoa upanga, kwa hivyo mimi hapo sasa, wakati aliponijia nilipokawa, ndio naona upanga ananikata, ndio nikagomea mao. Mimi nikaanguka chini. Hata kuanguka chini hapo, sijui alinipiga tena mara ya pili, alikuwa sasa sina fahamu. Wamenipa matibabu, sina habari. Majira ya saa 10 mimi nikaamukia. Kubaki mimi sasa kila siku nalia tu. Mwanangu mimi kuniua, nimekosea nini? Wala tu kugombana hata kidogo. Hiyo siku ilikuwa mimi nafungua nyumbani pangu nitoke nje, ndio namuona yule kijana anakimbia na panga. Kidogo nasikia jamani, binkuwa anakufa. Ndio kutoka kijana wangu ndani, kila kielekea huku anakuta yule bibi yupo chini, mkono mmoja unapilipita huko. Katoka jirani mwingine akaokota yule mkono kuweka kwenye ndoo. Yule kijana kugeuka, mama, binkubwa mwenzako pale anakufa. Amesema changamoto alionayo imekuwa ikififisha shughuli za maisha yake katika kujihudumia. Nikaona mikono yangu mimi nikilima, mimi mwenyewe nalima, nikikiwa nitapata kidogo chakula ndio najisaidia nakula. Sasa ndio ninapokumbuka hapo, mimi sasa sitalima wala sina msaada wote, wala kunawa wala kula kwa kunilisha. Sasa maisha hayo mimi yatakuwa mpaka wapi? Mtoto wa mama huyo ameeleza namna mateso anayoyapitia mama yake, pamoja nao majirani wamesimulia namna wanavyoguswa na tukio hilo. Mama yetu bado anasumbuliwa na mikono, inamuuma sana, kichwa kinamsumbua, kujiwasha sana. Yaani tunahangaika naye tu usiku, halali usingizi, kazi ya kulialia, tunajaribu kunsii. Yaani muda mwingine kutwa mzima hata kula hali. Kwa kusema kweli mzazi wetu hana mazingira mazuri. Na si wenyewe watoto hatuna uwezo. Ningeomba kwa watu wanaonisikiliza, mama yangu apate msaada wa mikono. Ili swala huyu bibi sisi tunasikitika sana toka siku za nyuma lilipotokea swala kama hili. Mpaka sasa tunaumia. Ferdinand Mkata ni mtendaji wa serikali ya kijiji cha Chiungutwa. Ameeleza hatua zilizochukuliwa baada ya kutokea kwa tukio hilo. Kiungo kimoja ambayo ni mkono ulikatwa moja kwa moja akiwa nyumbani kwake, na kiungo kingine kwa mkono unaofuata ulikatwa kwa kuondolewa kulingana na mazingira ya hali ya mkono ulivyokawa. Lakini sisi kwa upande wa serikali ya kijiji tukachukua jukumu la kufika kwenye eneo la tukio. Hivyo mtumiwa bado yuko chini ya jeshi la polisi. Kesi inaendelea. Hiyo ni historia na simulizi ambayo imetokea huko Mtwara. Hapa studio unavyoongea sasa hivi hali ya hewa imebadilika kabisa. Kila mtu amezungumza neno maskini na hawaamini, lakini kilichofaa tujadili ni kwamba aliyetekeleza sio mtu baki, sio majambazi, sio, ni mwanaye ambaye alikaa tumboni miezi 9. Kumbe
amekuja kumleta mtu atakayeondoka na mikono yake. Unaona inavyotafakarisha? Kabla hili halijatupoa, yani kabla hatujapoa, tunahama tena. Tunaenda wapi kule? Tunaenda Chalinze. Chalinze, ambako huko tunakutana na binti. Yeye alipatwa na hasira baada ya mama yake kumkatazia asiende kushiriki sherehe ya kuzaliwa, sherehe ya birthday. Sio ya kwake, alitakiwa akahudhurie sherehe ya birthday. Yeye akapatwa na hasira, akachukua uhai kabisa wa mama yake. Si umewahi kusikia watu wakisema kwa kustaajabu na kujiuliza ya kuwa dunia inaelekea wapi? Wengine wakisema na kujiuliza, tumefikaje hapa jamani? Sasa bwana we, katika kijiji cha Msoga, wilaya ya Chalinze huko mkoani Pwani, hivi karibuni kumetokea tukio ambalo limeacha jamii na maswali lukuki na hisia kali za simanzi. Na hii ni baada ya jeshi la polisi mkoani humo kumshikilia binti anayefahamika kwa jina la Rahma Musa Tito mwenye umri wa miaka 16, mkazi wa kijiji cha Msoga, kwa tuhuma za kumuua mama yake mzazi Hadija Hemedi Shaha mwenye miaka 51, ambaye alikuwa mkulima na mwenye ulemavu wa miguu yote miwili. Kwa mujibu wa polisi, tukio hilo lilitokea Julai 28 mwaka huu 2026, majira ya saa 5 kamili usiku, baada ya marehemu kumzuia binti yake kuhudhuria sherehe ya kuzaliwa, yaani birthday party ya rafiki yake iliyokuwa ikifanyika karibu na hospitali ya Msoga, huku ikielezwa kuwa mtuhumiwa alianza kumshambulia mama yake kabla ya kumchoma kichwani kwa kutumia kitu chenye ncha kali. Aidha, asubuhi ya Julai 29, 2026, fundi ujenzi aliyekuwa akidai malipo na kufuata mfuko wa saruji alifika nyumbani kwa marehemu. Baada ya kugonga mlango, alifunguliwa na Rahma Musa Tito. Ndipo alipobaini mwili wa Hadija Hemedi Shaha ukiwa umelala sakafuni na ukiwa na majeraha kichwani yaliyokuwa yakivuja damu. Jeshi la polisi limesema mtuhumiwa anaendelea kushikiliwa kwa mahojiano na hatua nyingine za kisheria zitaendelea, huku uchunguzi wa tukio hilo ukiendelea ili kubaini mazingira yote yaliyosababisha mauaji haya. Hicho ndicho kisa chetu cha pili ambacho kikatufanya tuseme tunapoelekea sipo, tujadili kwa pamoja na tuweze kuzuia matukio kama haya yasitokee. Lengo ya sisi kujadili na kutafakari haya ni ili tuzuie haya yasitokee. Tulionao wataalamu watatuambia huenda kuna dalili ambazo unaweza kuziona kama mtoto anaweza katekeleza tukio kama hili, na ukafanyaje ili umsaidie, kwa sababu unakuwa umejisaidia wewe na umemsaidia yeye. Binti wa miaka 16 sasa hivi ni mtuhumiwa, lakini kapoteza mama. Unaona namna ambavyo maisha yake ndoto zake zote zinakufa. Huenda angekuja kuwa mama mzuri baadaye, angekuja kuwa kiongozi mzuri baadaye, lakini vyote vinakatika akiwa na miaka 16 pekee. Tunajadili hili, tayari tulikutambulisha wageni tulionao hapa studio. Na Messi, tuweke sawa kwenye picha ya Chalinze, kwenye hicho mkasa wa Chalinze. Story na maelezo ni halisi, lakini picha 99% ni kwa usaidizi wa akili unde, akili bandia, AI. Kwa hiyo huyo sio binti ambaye ni picha yake halisi, kwa sababu yeye bado tunaendelea kumlinda mpaka mahakama itakaposema kipi ni kipi, ila hiyo sio picha yake. Lakini maelezo na kisa ni halisia kabisa. Tuanze kwa nani? Tunaanzia kwa shangazi wa wengi. Kwanza tusikie maoni yao ya jumla, alafu tutaenda. Karibu madam. Asante sana. Nachoweza kusema, unajua hatuwezi tukawa na jibu la moja kwa moja kwa watoto wote vitu vyote walivyofanya, kwa sababu unakuta kuna sababu nyingi ambazo zinaweza zikapelekea mtoto akafikia hapo. Kwa bila kukaa na yule mtoto, pengine kuzungumza naye au kufuatilia mambo mengine, ni ngumu kuja na jibu la moja kwa moja, kwa sababu inaweza ikawa pengine ni afya ya akili, au kuna watoto, kuna baadhi ya watu wanalea watoto, mtoto hajui kuambiwa hapana. Kwamba yeye ni kila kitu unamkubalia, unamruhusu. Kwa inapotokea sasa amekutana na hapana, hawezi kukabiliana na kukubali hiyo, yani kwa nini umenikatalia, labda kila kitu wewe unaniruhusu. Kwa sasa akikasirika pia hajui namna ya kudhibiti hasira, kwamba pale anapokasirika afanye nini. Kwa hiyo hakuna jibu la moja kwa moja, kwamba bila kupata muda wa kukaa na watoto, labda umewasikiliza, kufuatilia mambo mengine, ni sababu nyingi zinaweza zikapelekea kufikia hapo ambapo tumefikia. Sawa. Ndugu yetu Kasinene,
tuambie tafakari yako juu ya hivi visa na utuambie miaka ya zamani huko nyuma tungetarajia tungeweza kuvisikia visa kama hivi? Kwanza hilo tukio tuliloliona ni matokeo. Yaani ukiona mtoto anakosa heshima kwa baba au mama au kwa mzazi wake ni matokeo. Kuna kitu kimo ndani mwake katika mfumo wake wa kufikiri, tabia, kwa jinsi alivyolelewa. Kwa hiyo tunachokiona hapa ni matokeo tu. Lakini tujaribu kuangalia vile vile kitu kimoja kikubwa. Swali linauliza heshima ya mtoto kwa mzazi. Lakini naona kama kuna swali jingine linajitokeza. Heshima ya mzazi kwa mtoto. Yaani mzazi anatakiwa mheshimu mtoto. Kwa sababu hebu tuchukulie kwa mfano. Tuchukulie tu kwa mfano. Kwamba ndio wao wanakuja kukupanda kichwani. Tuchukulie tu kwa mfano. Baba anaingia kila siku ndani amelewa, anampiga mama mbele ya watoto. Ikiendelea hiyo, hawa watoto watamwonaje baba yao? Umeelewa? Kwa hiyo baba mwenyewe anajishushia heshima, watoto wana hii nini? Mbona anamtesa mama? Anakuja amelewa kila siku kipigo. Haya, wazazi bize, kazi, pesa, hawaoni watoto wao. Watoto wanakinga picha kwamba hawa wazazi kama hawatujali hao. Umeona? Hiki kinajitengeneza ndani mwao. Baadaye wanaona kama wazazi hawatupendi. Kwa hiyo wanakosa heshima kwa wazazi wao. Kwa hiyo tunapoangalia heshima ya watoto kwa wazazi, tuangalie heshima ya wazazi kwa watoto. Kwa sababu ndio maana nimesema kwamba hivi tunavyoviona ni matokeo. Kuna vyanzo vingi ambavyo vipo. Na pia mimi ningetaka kufahamu, zamani tungesikia vitu kama hivi? Zamani matukio yalikuwepo, umeelewa? Matukio yalikuwepo kwa sababu wakati sasa hivi maendeleo ya teknolojia yamekuwa makubwa, tunayasikia sana. Lakini haya yalikuwepo, ingawa sio kwa kiwango kikubwa kama hiki. Sasa hivi kutokana na globalization, kutokana na nani ya kijamii, teknolojia imekuwa, utamaduni unazidi kuharibika. Watoto wanaanza kukosa ule utamaduni mzuri. Na wazazi wenyewe na wenyewe wanaingia kwenye utamaduni mpya, sio? Malezi na makuzi yanakuwa sio mazuri kwa kiwango. Kwa hiyo ukalinganisha na zamani, ingawa zamani alikuwepo, lakini ulikuwa uwezo ukalinganisha na zamani. Ila sasa zamani kwamba yani ndani ya kijiji yani tufanye kama Tanzania ni kijiji kimoja. Yani kijiji Tanzania, mtoto anampiga baba yake, anampiga mama yake, anaweza kumuua, anaweza kumkata mapanga, anaweza kumkosea adabu kiwango ambacho kweli watu wakasema hapa kazi. Ilikuwa inawezekana? Ilikuwa inawezekana. Ilikuwa inatokea? Ilikuwa inatokea kabisa. Kwa miaka hiyo? Ilikuwa inatokea. Unajua Mr. Karungi, ni kwamba ni kwa sababu sasa hivi teknolojia inatuonyesha mambo mengi. Lakini yalikuwa yanatokea hayo. Kweli? Ni mfumo tu wa malezi na makuzi. Yaani mtoto kama hiyo methali inayosema mtoto mleavyo ndio akuavyo. Kama makuzi na malezi sio mazuri kwa mtoto, tabia yake inakuwa mbaya kabisa. Miaka ya 70, 80, 60, 40, 20 huko. Ndio nasema ilikuwa kwa kiwango kidogo. Sio kama lakini ilikuwa inaweza kutokea. Mtoto anamkosea wazazi wake adabu au heshima. Tumezaliwa huko, unajua tumekuwa tulikuwa tunayasikia na tumeyaona kwenye vijiji vyetu na nini. Ila sasa hivi teknolojia, kuna mambo mawili. Sasa hivi tamaduni mpya zimekuja, kwa hiyo maadili yanazidi kuporonyoka. Yaani ukiwa kijana mdogo ila ambaye unaweza kujitambua, kusikia jambo ukalielewa. Uliwahi kusikia vijana au mtu kawakosea adabu wazazi wake? Nilishawahi kusikia. Mimi nimeshuhudia. Nini kilikuwa kinapata? Umeshuhudia? Siwezi kuweka wazi sana na sio kitu cha mbali. Kwa hiyo nimeshuhudia hiyo hatua ya kutaka hata kuondoa uhai, kufanya hata yani ni vitu ambavyo vilikuwa vinatokea tofauti sasa hivi. Ilikuwa ni kama mwaka gani? Bila kutaja kijiji pengine na hata kati ya mwaka 91 mpaka 95. Ilikuwaje bila kuathiri unyeti wake? Ilikuwa ni mwaka 91 mpaka 95. Nilichoshuhudia ni familia moja, kuna unajua zamani ile kwamba kuna familia moja kulikuwa na watoto wengi wa kike na wa kiume. Sasa hawa wa kiume walikuwa wanahisi mzazi wao alikuwa kidogo anajiweza. Kwa sasa ile ya kuona kwamba ndo wanastahili kupata kila kitu, na wakawa wanahisi kwamba labda baba yao kuna namna anawapendelea
hawa wa kike au anawapa nafasi sana, yani kama anawaona wote ni watoto wake, alikuwa hapendelei kwamba huyu wa kike huyu wa kiume. Sasa hawa wa kiume wanaona wanastahili, kwa hata hawapambani, hawafanyi kazi, hawajitumi, wanataka tu watumie. Sasa nafikiri hivyo labda ushauri au nini. Kwa siku moja mmoja alipanga mbinu, ile familia walikuwa na kawaida kipindi cha likizo, wajukuu nini wote wanakuwa wameenda kwa babu. Sasa ule kwa sababu ni nyumbani kwao, anajua utaratibu, wameandaa chakula wanakula, anajua wakiwa wanakula huwa wanakunywa maji. Sasa wengine walikuwa wanatunza maji kwenye ile mitungi, sijui kama mnaifahamu. Kwa ile wanakula, yeye akazunguka akijua ile familia yote wamekaa wanakula chakula, wakimaliza wataenda kuchukua maji, akaenda kuweka sumu. Sasa kilichosaidia, kuna mtu mmoja mwanafamilia, ni Mungu tu, yeye aliamua tu asile siku hiyo. Kwa akasikia mbona kama kuna kitu sio kawaida. Kwa akaamua kutoka kwenda kufuatilia, ndio anaona kama kuna mtu anakimbia, ndio ikabidi awai kule kukuta anakuta yani maji yale kabisa yalichukuliwa, nafikiri lakini nimewahi ni vitu vinatokea tofauti. Sasa hivi kuna maendeleo ya teknolojia, vitu vinawekwa wazi. Alafu zamani kuna baadhi ya vitu ulikuwa unakuta vinaishia tu kwenye familia, kwamba labda kulinda jina la familia au nini, viishie tu hapo. Sasa hivi ni kama teknolojia inaweka vitu wazi, ni kama inaonyesha ule uhalisia ambao ulikuwepo, ila tulikuwa pengine tunajaribu kuficha, kwa sababu unajua kusema labda mtoto amenifanyia hivi, kama mzazi muda mwingine kuna mzazi anahisi kama nimeshindwa kumlea mtoto wangu, nimeshindwa kumfundisha, kwa hiyo kuna vitu mnanyamaza navyo. Kwa hiyo sio vitu vipya, ila tu teknolojia inaviweka wazi, pengine vinawekwa wazi ili sasa kama jamii tuweze kufanya ambacho tunaweza kufanya kuweza kusaidia. Na zamani pia walikuwa baadhi ambao wanakengeuka wanapata kitu kinaitwa laana. Ila wazazi wa siku hizi ni kama laana wameshindwa kuzitoa. Ndakuja kutuambia. Na sasa hapo labda kabla tuendelee, tunavyosema hawa watoto, kwa sababu watoto hawajilei pia, lazima tukumbuke hawa watoto ambao ni kama tunawanyoshea mikono sana. Hawa watoto hawajajileta, hawajilei, hawajajifikisha. Kwa hiyo ni kama ni matokeo ya sisi wenyewe, kwa sababu inategemea ni nini ambacho tunaweka huko kwao, ni nini ambacho tunapanda. Ni watoto wetu, ni sisi tunawalea. Sasa pengine labda ni nafasi ya kwetu kuangalia, tafakari, tujisahihishe. Kwa sababu kuna muda ni kama tunawanyoshea sana vidole, nafikiri vizuri kujiuliza tumefikaje hapo, wamefikaje hapo. Labda Ludovic, jamii haijaelewa heshima ama adabu yani ni nini? Sisi tukawa tunachanganya vitu vingi sana, adabu na heshima. Mada inazungumzia heshima. Tuelewe hapo kwa tafsiri ambayo nimeiona. Heshima ni uwezo. Kuna energy ndani mwako. Heshima ni uwezo wa kutambua, kuthamini ubora, thamani na uwezo wa mtu. Sio mtu tu, mazingira. Sio mazingira tu, na viumbe. Sasa unathamini kwa njia zipi? Unathamini kiroho, kifikra, kitabia, unaona, kidhamira, kihisia, kitamaa, kimaamuzi na kimatendo. Lakini lazima uongozwe na tabia kuu ya asili inaitwa upendo. Hiyo ndio inatengeneza kitu kinaitwa heshima. Alafu sasa hii tafsiri inategemea na heshima ipi, kwa sababu lazima tujue heshima ziko pande mbili. Unajua heshima ziko pande mbili kwa sababu mara nyingi lazima tujiweke tuko wapi. Mara nyingi napenda kusema kwamba tuko kwenye mstari wa namba wa maisha ya mwanadamu, yani the number line of human existence. Sasa pale kwenye sifuri ndipo tuna exist, tuko pale. Negative side ni maangamizi, positive side ni maisha. Sasa heshima, hata majambazi, wauaji, kuna mambo wanaheshimiana huko. Sasa tuyazungumzie hayo kwa sababu kuna heshima hasi na heshima chanya. Sasa hapa tunazungumzia, nafikiri tunazungumzia heshima chanya, sio heshima ile ambayo inaongozwa na tabia ya upendo. Kwa hiyo nafikiri nimetafsiri maana ya heshima. Na hapo tusaidie kitu Bupe, tufahamu yani, kwa sababu malezi ni tuelewe malezi labda ni kitu gani. Mtu akisema mimi bana ni mzazi nalea au ni mlezi nalea na watoto hapa, kwa sababu changamoto moja iliyopo
malezi hayafanani na hakuna mtaala wa malezi. Mtu aliyeko Tandaimba analea anavyojua, aliyeko Mwanza, aliyeko Dodoma, unakuta wote wanasema wanalea, na kuna mtu ana ukaribu na mzazi wake, mwingine ana ukaribu, lakini wote wanalelewa ndani ya nyumba. Tunaposema malezi tunamaanisha kitu gani hasa? Kitu gani kinakuwa kinafanyika? Malezi naweza nikasema unajua kulea kama ulivyosema, kila mtu ana namna anavyolea, kila mtu anaelewa kwa namna yake, lakini malezi kwamba wewe kama mzazi ndio mlezi. Kulea maanake ile kumuongoza mtoto wako, kwamba wewe ndio unatakiwa ile kumuongoza ajue ni namna ile ya kuenenda, kama labda ni jinsi ambavyo anatakiwa labda kuenenda, kama ambavyo baba anaongea hapa, labda hivyo kuheshimu, kwamba ajue ni namna gani anatakiwa kuenenda, kuheshimu watu, hata labda jinsi ya kufanya mambo yake anavyofanya. Kwa hiyo ni ingawa sasa kwenye kulea hapo kuna mwingine anafikiri kulea ni kumpa chakula, ile ambayo sasa hiyo ni kumpa chakula, kumpeleka shule, kumvalisha nguo, ambayo sasa ni kutunza. Na wazazi wengi unakuta tunatunza, lakini kulea ni zaidi ya hapo, kwamba kupata muda labda niweze kumfahamu mtoto wangu, kumsikiliza, kupata muda kuelewa zaidi nini kinaendelea labda ndani yake, au ni vitu gani ambavyo anakuwa anapenda, kwamba nimsikilize, nimwelewe, kwamba ili nijue sasa mtoto yukoje, jinsi ya kuweza kumsaidia. Hiyo wanaweza wakishua hata ambao sio wakishua wanaweza kwenye na virejesho tena, nianze nitenge muda nimsikilize mtoto. Yaani vipi anavyoongea eti tenga muda msikilize mtoto, maisha yangu yenyewe hayajatengama. Ninavyosema kutenga muda, sijui labda wewe unachukuliaje muda? Yaani kama tu tumekula tumeoga tumekaa, sasa mimi na mtoto naanza kusikiliza. Hauwezi kukosa dakika 1 au 2 za kuzungumza na mtoto wako ukitaka, kwa sababu maisha yenyewe hayajatengama. Maisha hayajatengama, lakini ndio maana sasa tunahangaika, tunapambana na maisha. Sasa kama umeamua kuwa mzazi, kwanza, kwa sababu kabla ya hujaamua kuwa mzazi unatakiwa ujiulize, ingawa wengi sasa tunaingia tu, kabla hujaamua kuwa mzazi, hujaamua kuleta watoto, unatakiwa ujiite mkutano, kwamba ujiulize ni jukumu gani, yani jukumu gani unaloenda kuingia, na ujikague unaweza. Kwa sababu issue sio tu kuleta watoto duniani. Watoto tunavyowaleta unatakiwa umlee, unatakiwa umpe muda wako, kwa sababu baadhi ya wazazi tumejikuta tunawapa watu wengine muda, vitu vingine vyote tunavipa muda kasoro watoto wetu. Na muda sio hauhitaji siku nzima, hauhitaji ni dakika chache za kumaanisha. Mfano kila siku nikipata hata dakika 3 tu za kuconnect ile, yani kuwa na mtoto wangu, kwa kumaanisha kwamba simu iko pembeni, kila kitu kiko pembeni, kuna kitu ambacho nitakuwa natengeneza au nitagundua hata kwa mtoto wangu. Kwa hizo sasa nikizipata kila siku au kila baada ya muda fulani, hata kwa sababu hatukosi muda, mbona tunaenda kwenye matukio hiyo point ya msingi. Muda upo, tukitaka tupo busy, lakini kwenye harusi sikosi. Tukitaka tukiamua, yani tukielewa thamani ya wale watoto ambao tumepewa lile jukumu la kwamba mimi ni mzazi, nikaelewa lile jukumu na wajibu ambao ninao, kwa sababu nitadaiwa kwamba ni wajibu wangu mimi kumlea huyu mtoto, kumfundisha, kumtengeneza awe vile ambavyo amekusudiwa kuwa. Mimi ndo natakiwa kumuongoza. Mimi ndo natakiwa, kuna vitu kama ni yani kuvipanda ndani yake, ndo natakiwa. Na hapo Bupe, utuambie ni vitu gani ambavyo vikiwa vinatokea katika katika kuwa na mtoto pale nyumbani, yani ni malezi, na vitu gani vikiwa vinaendelea wewe unamtunza tu? Unahakikisha mtoto wako amekula, amevaa, labda ana mahali pa kulala, anaenda shule, hapo unamtunza. Wakati malezi ni zaidi ya hapo. Ndio hiyo umesema kutenga muda kwa zaidi ya hapo. Unaweza kukuta kwamba umemtelekeza mtoto ndani ya kuna yani kwamba kuna wazazi ni kama tu wafadhili. Education hauna, unakuta haumfahamu kabisa mtoto wako. Bora mzazi awe anakuja na kifurushi sponsored by. Yani kuna mzazi na mtoto wake, na ndio maana sasa watoto wanapoendelea kukua, sasa wanapofikia ule umri sasa wa kuanza kujitambua, ndio maana kuna changamoto nyingi sana, kwa sababu mzazi haumfahamu mtoto wako, na mtoto naye hakuelewi, pengine hata jinsi ya kukufikia hawezi, hata anaweza kawa na vitu vyake vinamsumbua, hawezi. Na wewe mzazi, kwa sababu ndio mzazi nina mamlaka, na kuna muda tunatumia hiyo mamlaka hata pale ambapo sasa unatumia mamlaka kwa mtu ambaye hampo. Usiende. Kwa sababu sio kila kuelewi, yani wewe ndani
kuna namna wewe ni nani? Sawa, tumia mamlaka yako, lakini hayo mamlaka unayatumiaje? Huyu mtu anakufa, yani mnafahamiana, mahusiano yenu yakoje? Wewe kama baba au kama mama, unaelewa? Sasa wengi wengi unakuta tunatunza, ila ile kwamba kulea yani ni wepo kwa mtoto ni Asante sana. Tunasingizia tu muda tunao, ukitaka kama tunaweza kukaa saluni tukasuka masaa tunaenda kwenye matamasha siku nzima leo na tunaenda sehemu nyingi. Sikosi mimi kwa wiki kwamba ile nikiamua kwa kumaanisha kwamba kila wiki nahitaji dakika 5 au 10 na mtoto wangu. Hatukosi, mbona tunazurura huko mitandaoni kuangalia udaku na nini? Muda tunao, hatujaamua. Bwana Kasenene, wakati anaongea eneo lile, naona kuna ukurasa ulifungua hapa kwenye kitabu. Nachotaka kukisema kwa kumuunga mkono, unajua hali ilivyo sasa hivi, kuna maswali mlikuwa mnamuuliza kwamba muda, kazi, nini, kuna maswali umemuuliza. Yaani mimi nilichokiona katika uchunguzi wangu, ni vigumu kwa hali tunayoelekea na pesa ilivyo, maisha yake mambo ya economy, uchumi unakuwa mgumu sana, muda utoshi. Sasa hivi baba na mama wanapambana. Sasa mimi nilichokigundua ni kwamba lazima kuwepo na mfumo wa makuzi na malezi. Tena huu mfumo uwe unatolewa elimu, maarifa na ujuzi. Sasa huu mfumo mara nyingi nimekuwa nikiufuatilia na nikiuchunguza uweje na ufundishwe mashuleni. Kwa sababu tunakoelekea baba na mama kweli ule muda unakuwa mgumu, anahitajika kazi, anatakiwa kusafiri. Siku naelewa. Yaani mimi kuna ndugu yangu mmoja kwa mfano. Ye muda wote kikai mara kaenda wapi, mara kaenda huku, lakini sasa watoto anakaa nao saa ngapi? Majukumu yamekuwa makubwa, atakaa huo muda uko wapi? Kwa hiyo sasa mimi nilichokiona ni lazima kuwepo na mfumo wa malezi na makuzi mashuleni. Sasa huu mfumo wa malezi na makuzi mimi binafsi nimeutengeneza, nimeufanyia majaribio siku nyingi sana. Huu mfumo lazima uwe na package ya maeneo haya hapa 7. Mimi nimeita ni huwezi kumlea mtoto kama alivyosema dada. Kumtunza kuna kumlea. Sasa kumlea mtoto, hatua ya kwanza ya malezi ya mtoto ni kwenye fikra. Umeelewa? Katika mfumo wake. Yani mimi nakwambia, ukitaka kuingiza kitu kwa mtoto, anza ndani ya fikra zake. Alafu inakuja kwenye tabia yake. Alafu inakuja kwenye matendo yake. Lakini tunaanza kwenye fikra. Sasa kuna package moja hivi ambayo mtoto ukimlea hivi mashuleni wala hatahitaji baba na mama. Baba na mama wataongeza tu. I'm telling you. Inaitwa mwongozo wa kufikiri ili kuwajibika kufikia mafanikio chanya. Kwa mfano mtoto unamlea kwenye vitu hivi. Sawa? Anakuwa na maono. Yaani mashule unaanza kumfundisha your vision kwamba unatakiwa wewe, sikiliza, wewe ni mtoto, maisha yako mashuleni hapo bwana, unatakiwa ufikie hapa, nchi yako inakuhitaji ili ufikie hapo, familia yako itakuhitaji ufikie hapo. Unaanza kumfundisha maono, anakuwa visionary. Watoto wengi mimi katika uchunguzi wangu nimegundua kumwambia nini, tuonesha inanili ukiwaambia nini maana ya maono, watu wengi hawajui. Sio watoto tu, hata watu. Kwa sababu maono ni ile ambapo unaiona sehemu unayotaka kuifikia katika picha huku, lakini hujaifikia bado. Mimi natoaga mfano kwamba ile ramani ya ujenzi unaiona, unataka kupafikia ile sehemu. So unaona umeshapita Messi na Wakarungi, kuna sehemu wanataka kujenga hivi, unaona kabisa nyumba imeisha, sio? Lakini haijaanza. Hao ndio maono. Sasa lazima mtoto mjengee hivyo kwamba maisha yako ya kimama, masuala ya kiuchumi unatakiwa ufike wapi, masuala ya amani katika kuilinda dunia, kulinda uhai wa mwanadamu na mazingira yake, unatakiwa ufike wapi, awe na maono. Lakini unamfundisha kuwe na dira, atafikaje kwenye yale maono. Lakini unamfundisha awe na malengo, hatua ndogo ndogo kufikia maono yake, si ndio? Lakini cha pili unamfundisha katika umoja, ashirikiane na nani? Umeelewa? Katika kitu umoja una vitu vikubwa vitatu. Inaitwa ushirikiano, mshikamano na mawasiliano. Au wasiliane na nani? Watoto wafundishwe mashuleni, wafundishwe unatakiwa washirikiane na nani? Uwasiliane na nani? Ushikamane na nani? Usipowafundisha mtoto hajui rafiki ni upi, mtu mbaya ni upi. Kwa hiyo ni lazima wafundishe umoja. Nayo iko kwenye package ya malezi. Lakini kingine kuna kanuni inaitwa 2-3-8.
time management, time discipline. Katika malezi bora kabisa kwa mtoto ni jinsi ya manage muda, kutunza muda. Kwamba masaa 8 ufanye nini? Masaa 8 mengine ufanye nini? Masaa 8 mengine ufanye nini? Lakini hao masaa 8 yawe kwa mujibu wa sheria za nchi na sheria za Mungu. Sasa je, hao watoto wanafundishwa muda? Anaweza kakaa masaa 8 anaangalia mpira, anaangalia mavideo, anaangalia tamthilia. Sawa, tamthilia sio kitu kibaya. Una refresh mind. Masaa mangapi? You see? Sasa unamleaje mtoto? Anakuwa anaangalia vitu ambavyo. Kwa hiyo lazima kwenye muda umwambie angalia tamthilia muda huu. Muda huu ukimaliza. Sasa ukimmanage kwa time management, time discipline, anakuwa anajua kwamba masaa 8 nifanye nini, masaa 8 nifanye nini, masaa 8 nifanye nini. 24 inakuwa imekamilika. Lakini kuna kanuni ya muhimu sana kwa mtoto ambayo inaitwa AA positive. Mtoto unamfundisha awe mtendaji. Atende nini? Aelekee kwenye maono yake. Lakini ya pili mvumilivu. Avumilie nini? Awe mtu asiyechoka. Awe mtu asiyeshindwa. Unashindwa vipi? Mtoto unamjenga. Lakini mwishoni, kanuni ya mwisho kabisa, lazima umpe mfumo wa jinsi ya kuwepo ili kuishi. Nimetoka kusema mwanzoni kwa kumalizia. Nimetoka kusema mwanzoni, nafikiri kuna kanuni kafupi, mimi napenda kwenda kwa kanuni sana. Kwamba sisi tuko hapa. Wanadamu tuko kwenye tuna exist, tupo hapa. Je, tunaelekea negative au positive? Mtoto lazima umwambie hivi, lazima tuelekee kwenye maisha, kwa sababu kwenye maangamizi ni nini? Hutunzi muda vizuri, unaharibu mazingira, unatukana wazazi, hujali watu wazima, wewe mwenyewe hujitambui, huna maono, lazima utakuwa utadistract dunia, utaangamia. Sasa mtoto lazima kuwe na mfumo ambao utamfundisha aelekee positive side kwenye maisha, ambako atafikia kwenye haki, amani na furaha kwa nchi yake na kwa ulimwengu mzima. Kwa hiyo ni package ya vitu 7 ambavyo ni mfumo afundishwe shuleni. Sisi tuachie KKS. Kusoma, kuandika na kuhesabu. Sisi ni K3 tu. Hayo pelekea Waisraeli. Hii formula kwa kweli ni ya muhimu sana. Walimu, wanafunzi wakiwa nayo, wanafunzi, walimu wakiwa nayo, na hata wazazi pia, maana sisi pia tungetengeneza jamii tungetengeneza jamii nzuri. Na hapo nimekumbuka kitu wakati unaendelea kutuelezea hivyo, kama unataka kuwa kwenye negative au positive. Mimi nilijifunza kwa vitendo nyumbani. Sisi ni wafugaji kidogo, ile mnafuga kuku na nini. Yule kuku aliyekuwa anakunywa mayai anakatwa mdomo, na ndio kuku wa kumchinja Christmas. Naona ambacho nilikuwa nafundishwa, lakini hivyo kwa vitendo tangu mdogo. Kwa hiyo nilikuwa sijui kama unafundisha kwa vitendo, kwa sababu ndio alikuwa negative mwangamizaji. Kuku anatagaji, anakunywa mayai mwenyewe. Mama mlete yule kuku, mlete yule kuku. Alikuwa anatia huruma kweli. Anawekwa kisu cha moto mdomoni, anakatwa ili asinywe tena mayai. Lakini Christmas, kuku gani tunamchinja? Yule mnywa mayai. Kwa hiyo automatic mtoto anakuwa umejifunza kwamba ukiwa ni wewe wa kuangamiza, maana yake mwishoni utapelekwa jela. Na hapo utuambie Bupe, kuna mzazi anaweza akaona mapema kwamba huyu mtoto atakuja kuwa mkosefu wa heshima na adabu, ama kuwa mtu wa hatari zaidi, pengine kwa familia yenyewe au kwa jamii nyingine au kwake mwenyewe. Kuna wakati mzazi unagundua labda ndio hiyo kwamba tunavyosema hatuna muda. Lakini tukiacha hizo kwamba, kwa sababu mimi bado sikubali na siamini kwamba naweza nikapata muda wa kufanya kila kitu alafu nikose muda wa watoto wako, kuwa na watoto wangu. Utagundua kama ni mtoto wako, utaona kuna vitu vimebadilika, aidha kwa mfano kama anavyokujibu. Ukiwa sio mtu wa kuona kwa nini ananijibu hivi, labda hakuwa hivyo, alafu ghafla tu ananijibu hivi, unasema hapa kuna nini? Ndio mara nyingi labda mnakimbilia tu nitatoa adhabu kwanza. Na nini kinakuwa ndani yake hadi mtoto anakujibu? Muda mwingine mtoto anakujibu mzazi. Muda mwingine kama alivyosema hapa, kuna kipindi labda kwa sababu watoto wanaona kuna vitu labda anashuhudia ambavyo inaanza kutengeneza ile hasira ndani yake. Kwa hiyo kuna muda labda sasa anajikuta labda anashuhudia kuna vitendo unafanya sio sawa, sio sahihi. Yeye anajuaje sio sahihi wakati mimi ndio nimemleta duniani? Umemleta duniani, lakini naye anaona na anautashi. Pengine anaona mama hamheshimu baba yake, au baba hamheshimu mama yake. Au pengine tu ni hali ni ngumu nyumbani, anaona mmemleta duniani afu hamwezi hata kumhudumia.
Unajua kuna watoto kuna muda anaona yani anatamani ya kuambia, na kuna wengine wanasema kwa nini mlinileta afu labda hamwezi kunipa hata chakula. Chakula tunapata kwa shida, siwezi kusoma. Kwa unakuta kuna vitu vinaanza kujitengeneza ndani yake. Ndio maana kuna wazazi sasa, kwa wale wazazi wachache ambao labda wanakuwa wanafuatilia, anagundua kwamba mtoto wangu hayuko sawa. Kwa hiyo mwingine anaweza akazungumza na mtoto au akatafuta akampeleka kwa wataalamu ili wamsaidie kwamba mtoto wangu naona kuna kitu hakipo sawa, ili wamsaidie. Au kuna mwingine mwenyewe anaweza kuzungumza na mtoto wake kumuuliza labda kuna nini, akaelewa kama ni kitu ambacho labda yeye anaweza akamsaidia, atamsaidia. Au kama labda mtoto na yeye tu ni kwa sababu ni mtoto anakuwa ni labda tu yeye mwenyewe ujinga au nini, atamrekebisha. Ila huwa inaonekana, utaona tu mtoto kuna vitu utaona kama kweli unafuatilia. Tatizo hatupo. Kama yani tuko busy, hatupo, hatujui kinachoendelea kwenye maisha ya watoto wetu. Unakuta ni wale labda kama tuna wasaidizi, au hata kama wasaidizi hawapo, kuna watoto tu wanajilea, yani wapo wanajipambania hapo. Kwa hiyo unakuta kuna vitu vinaendelea. Sasa kuna muda unapokuja wewe unataka kuja na yale mamlaka yako, na yeye tayari ana vitu vingi, anashangaa huyu vipi. Kwa hiyo kuna mwingine anaweza akafanya vitu vya ajabu. Ila kama kweli tunakuwa nao, tuna pay attention, tutaona. Ingawa yes, kuna muda unaweza usigundue, lakini mara nyingi utagundua kuna kitu hakipo sawa kwa mtoto wangu. Sawa sawa. Ngoja nisome ujumbe kidogo hapa Ndio. Alafu turejee. Anasema haya mambo yalikuwepo tangu enzi na enzi. Kwa kweli mengi ya hayo ni matokeo ya malezi. Naungana hapo na wataalamu. Anaitwa Mwalimu Manase Mbanguka kutoka Arusha. Shukrani sana. Anasema binafsi nalaumu sana utandawazi, umechangia kwa kiasi kikubwa sana maadili kuporomoka. Anaitwa Halidi Kachuru kutoka Korogwe, Tanga. Shukrani. Asalamu alaikum, naitwa Hanifa. Mimi naona utandawazi na ukosefu wa heshima pamoja na uwepo wa kazi za binadamu, hivi ndivyo ambavyo vimechangia haya tunayoona hivi sasa. Shukrani sana. Hello weekend, naitwa Sixtus Chembe kutoka Lindi Manispaa. Mimi nilichokiona ni utandawazi. Umeteka watoto wetu. Asante. Hello weekend, Mohamed Kumeja Ugogoni na Chungwea. Huyo binti ambaye amemuoa mama yake, sheria ichukue mkondo wake bila kujali. Asante. Anasema anaitwa John Mkalawa kutoka Katoro Geita. Kutowaheshimu wazazi ni kujitafutia laana. Mambo haya kwa kiasi kikubwa yanachochewa na tatizo la afya ya akili. Shukrani sana. Anasema yani visa vyote hivyo vimenifanya nitetemeke. Bado nahisi mwili umekufa ganzi. Nyie jamani, Allah atunusuru, tunakoenda sio sawa kabisa. Asante. Anaitwa Baraka Matias kutoka Masumbwe Geita. Mimi na laani vikali sana vitendo vya kikatili kwa kuwafanyia wazazi wetu. Kumbuka mzazi amekukuza na amekulea. Yusufu Hilari kutoka Geita. Mimi sababu ninayoiona kwenye jamii yetu, mojawapo ni mzazi kutomtengenezea mazingira bora mtoto wake. Hello Ana, nipo Mwanza. Asanteni sana kwa mada nzuri, tumejifunza. Anaitwa Mama Juma wa Chanika. Anasema ukitaka laana hapa duniani mpige mzazi wako, utatafuta mchawi na hautotibiwa mpaka unakufa. Tuendelee. Ujumbe wametuma watu wengi, lakini naona muda nao unaendelea kututupa. Yes. Turudi kwa nani? Kwa Kasenene? Turudi kwa Kasenene hapo. Tuangalie kwenye swala sasa la hapa heshima na nidhamu. Tunawezaje sasa kuisaidia jamii? Umetoa kanuni, lakini sasa bahati mbaya wanaofanya maamuzi au watunga sera inaweza siwe kwa sasa wanaendelea na KK, kuandika, kusoma na kuhesabu. Sasa katika hali kama hii ambao tunashuhudia watoto mitandaoni wanajibizana na wazazi, wanafanya vitu kama hivi, jamii bado inalo la kufanya, na kama kuna nalo la kufanya kinaweza ikawa ni kipi kwa ngazi ya jamii kando na serikali na watunga sera? Yani kwanza umesema kwanza cha kufanya. Kabla ya kusema cha kufanya, naomba nieleze kidogo kitu kimoja cha msingi sana. Karibu sana. Unajua tumeona ukatili hapo ulivyofanyika. Kuna vita vya aina mbili ndani yetu kabla ya kuja nje yetu. Kuna vita kati ya upendo na ubinafsi. Umeelewa? Sasa upendo unapatikana wapi? Hiki kitu kikijulikana ni kizuri sana. Yaani Mwenyezi Mungu alivyotuumba, alituumba ndani ya uhai wetu, aliweka tabia ya upendo. Lakini ikiwa imelala kwanza, dormant love, ikiwa imelala. Sasa tusipoikuza hii tabia ya upendo iwe dominant, itawale,
automatically tusipoikuza, kusipokuwa na mfumo wa kuikuza, automatically ubinafsi utatawala. Na ubinafsi zote mbili tunazo. Zote tunazo. Lakini mojawapo inakuepo baada ya nyingine kukaa imelala. Tangu mwanzo tulikuwa na tabia ya upendo. Lakini ni kazi yetu sisi, jukumu letu kuwe na mfumo wa kuikuza hii tabia ya upendo, kuiamsha iwe dominant, itawale. Isipotawala, automatically ubinafsi wenyewe unajitokeza, ufundisho unakuja. Ubinafsi ukitokea, ndio haya tunayoona maovu tunayotokea. Uharibifu wa mazingira, chuki kwa wazazi, mapanga, ushirikina, uchawi, vitu hivyo tulivyoona kwa sababu ya ubadhirifu, kila kitu ni kwa sababu dormant love, upendo umelala. Sasa lazima upatikane mfumo wa kuifanya iwe dominated, idominate. Ukidominate, upendo ukikuzwa, ukakua, ukakomaa, ubinafsi unaondoka. Sasa ni nini mfumo? Tufanye nini? Mfumo wa kukuza tabia ya upendo iliyolala kuwa tabia ya upendo iliyoamka. Tunahitaji hiyo. Umeelewa? Na tukihitaji, mtu akisema nayo, ndio hicho ulichouliza hilo swali kwamba jamii ifanye nini? Nataka niwaambie kitu ambacho nakichunguza na kinaniumiza kidogo. Lakini ni lazima kifanyike. Tanzania, tukitaka Afrika tufanikiwe, lazima kuwe na platform za watu ambao mawazo ya watu yanaibuliwa, yanawezeshwa, yanaenda katika jamii. Mimi nakwambia dada Messi na Mr. Wakarungi, ni kwamba kuna watu wanakufa na mawazo yao. Kuna watu wana mawazo yana majibu ya hizi changamoto unazoziona. Sikumeelewa. Kwa sababu kuna unajua mimi hapa nasema serious kidogo. Kuna elimu za aina tatu hapa. Kuna elimu ambayo imetoka kwa Mungu. Kuna elimu ambayo umejifundisha mwenyewe. Na kuna elimu formal education. Ile tunafundishwa mashuleni, PhD, masters ni. Sasa unakuta watu wamejikita kwenye formal education. Lakini kuna watu wana maelimu kusio ya kawaida. Wamejifunza wenyewe na wamefundishwa na Mungu. Hawa watu wanakufa na mawazo yao. Why? Hakuna platform. Hii platform ingekuwepo ya kuibua, kulea kwamba jamani, mwenye mawazo ambayo itafundisha dhidi ya au itafundisha nini heshima kwa wazazi. Mwenye mawazo ya kufundisha labda kitu fulani, si ndio? Malezi na makuzi ya koji. Aje mtu very great idea ije. Alafu watu yale mawazo wanayachukua, wanayasponsor, alafu yanaenda kutumika kwenye jamii. Inakwambia hicho kitu kinatoa majibu. Hayaleti faida kwenye biashara. Umeelewa? Kwenye biashara. Hayatengenezi faida. Hayatengenezi faida. Sasa kama hayatengenezi faida, tunachoenda kufanya wazazi wenyewe wako tayari sasa. Sasa kama umesema uchumi, sasa kuna vitu tunataka mawazo ya biashara. Sasa sikiliza. Nataka sasa kwa kulijibu hilo. Kuna vitu vikubwa vitatu na ni mapacha watatu. Maadili, uchumi na amani. Ukikiacha kimoja, ukasema nabaki kwenye uchumi, hamna kitu. Na ndio maana dunia unaona kama ilivyo. Lazima maadili yawe msingi, uchumi ufuate na amani itafuata. Lakini tukidai tu uchumi, tutakuwa tunalalamika kila siku. Heshima ya wazazi imepotoa, hisia ya watoto imeharibika, ulevi umezidi, wizi umezidi, kwa sababu tunaangalia hela. Kwa sababu kama usipojenga na maadili, mimi dada Messi na Mr. Wakarungi, mimi kutengeneza dawa feki wewe ufe, mimi nipate hela, sijali. Kwa sababu sina maadili ya jinsi ya kuishi. Kwa hiyo tunaweza tukasema ni kama watoto heshima inapungua, kumbe misingi imeharibika. Ni haki atafanya nini? Mimi ndio nikaja na mfumo unaitwa Sajat philosophy. Huu mfumo basi tu hatuna muda wa kuelezea. Lakini ni mfumo ambao unaweza na upenda na utoa bure kwa watu. Mimi nafikiri mwishoni nitatoa namba ili watu niende tu kwa watu. Kwa kweli. Yaani huu mfumo. Na mwisho wenyewe ndio huu unakaribia. Anza. Utakuja kutuambia ili tuone katika kwa watoto ambao hawana heshima ama tunaona wana dalili za kutokuwa na heshima, shule, familia na jamii zinaweza kufanya nini kuwasaidia kwamba kwa kiwango hiki bado tunakamudu, akajaribika sana, miaka 5, 6, 7 tunaweza tukafanya ili kasiende kuharibikia zaidi ukubwani? Vipo vitu vingi vya kufanya, lakini vinahitaji utayari wa mzazi mwenyewe. Sasa ndio wazazi ambao tumesema wako busy. Tumesema wako busy kwa sababu unavyogundua mtoto ana changamoto, na kwa mfano kwa watoto ambao tayari wako shuleni, walimu wanajitahidi. Pengine walimu watagundua huyu mtoto kuna kitu hakipo sawa, wanakuita mzazi. Mzazi haendi ukuta. Kwa hiyo yani ndio tutasema sio nini, yani hakuna namna mzazi unamtoa
yani mzazi anawajibu kwamba watoto ambao tunawanyoshea vidole ni sisi wazazi, kwamba kama tulivyosema ni mfumo ndio yani mfumo ndio una shida. Hao watoto hawajilei, ni sisi tunawalea. Kwa hata ninavyogundua mtoto ameharibika, kwa mfano kuanzia akiwa mdogo, hata samaki tunasema anakunjwa angali mbichi, kwamba akiwa mdogo mzazi ukiamua sasa kwamba naona mtoto wangu kuna kitu hakipo sawa, labda ni walimu wamegundua, wamekwambia, au hata kama ni watu, kuna muda tunaambiwa kwamba inabidi hata kama kwamba wewe mwenyewe uamue ukubali, nione sasa namtafutiaje mtoto msaada, hizo ni kwa kushirikiana na walimu, kama ni kuna wataalamu wengine, kama ni labda kwa imani yako vile ambavyo unaweza, ila lazima mzazi ukubali na uwe tayari, kwa sababu sasa wakati mwingine tunagundua watoto wana changamoto ila tunakataa ile kwa sababu mtoto anaweza kaanza tabia labda pengine hata anadokoa au anafanya nini, mimi mtoto wangu hawezi kufanya hivyo, labda hata watu wanakuambia. Kwa lazima ukubali kwamba kuna hii changamoto na uwe tayari kushirikiana na watu ambao wanaweza kukusaidia, iwe ni mamlaka maybe, kwa sababu kuna mtoto unakuta labda hata ameshtakiwa au kwa uwe tayari, ni mzazi mwenyewe uwe tayari, ukubali na uwe tayari kumsaidia mtoto wako. Walimu wanafundisha watoto wangapi? Jamii huko, yani kila mtu ana watu wengi, kwa wajibu mkubwa unaanzia nyumbani. Kwamba tutasema tuko bize na nini, tunatafuta nini ili iweje, kwa sababu mwisho wa siku tutafanya kazi, utakuja kustaafu au kazi itaisha, unarudi nyumbani. Kwa lazima tutafute muda kwa ajili ya hao watu wa nyumbani, kwamba yani tutafute tu muda. Asante sana. Na unavyomalizia utatusaidia kwa kuongezea hapa, sio kwamba nampinga dada yangu, lakini nataka kusema wazazi nao wa aina ipi wana malezi na makuzi, kwa sababu unakuta baba, wazazi wenyewe ndio kina sisi ambao tunawapiga vibao, analala na mwanae, ndio hao wale. Kwa hiyo na wao wazazi nao wamegawanyika. Sikuna nielewa. Ndio maana sasa tukubali tu kwamba yani mimi ndio nasemaje, lazima uwepo mfumo wa malezi. Bahari imechafuka. Imechafuka. Lazima kuwepo na somo maalum la kulea na kukuza. Lakini watu yani hivi, yani lazima kuwe na mfumo ambao utengenezwe. Kwa sababu na hapo mimi ndio huwa nina swali. Malezi ni taaluma, ni uzoefu au ni freestyle? Malezi, kwa sababu malezi ni lazima malezi kwenda kwa mtu. Lazima mwenye taaluma ndio ayatoe kwenda kwa mtu. Lazima ndio na taaluma. Kila mzazi ana namna yake ya kulea. Kuna mwingine anachapa sana, mwingine huwa achapi. Ndio lazima kuwe na taaluma ya malezi. Na hayo malezi lazima yaanze ndani ya mfumo wa kufikiri. Tatizo kubwa, mfumo wa kufikiri wa wanatoka hana mahono, hana dira, hana utaleaje? Asante sana. Tupate namba zako kisha muda sio rafiki. Ambayo wanatoa mafunzo kuhusu hii bure kabisa. Kwa sababu jamii naona kidogo mambo ni mengi. 0614 55 50. Asante sana. Kwenye mitandao ya kijamii upo? Niko kwenye Instagram, inaitwa Sajatu Philosopher. Kwenye Facebook nimeandika jina langu Avitus Ludovic Mbona Kasenene. Niko unatoaga mafunzo. Asante sana. Na Madam Bupe tutakumpata ni huko Instagram, Bupe Berams, shangazi wa wengi. Shangazi wa wengi au shangazi yao? Shangazi yao watoto wenu. Tunakarichanki hapa. Basi mwanamke sio mshangazi wao. Hapana. Shangazi yao. Vijana msichanganye. Najua kila kevo. Ni shangazi yao, shangazi wa watoto wenu. Asante kwa tafakari ya leo. Jumapili ijayo pia tutakuwa na tafakari nyingine. Endelea tu kusalia nasi, endelea kuwa mwanafamilia wa Hello Weekend.